Uwepo wa taa za barabarani umetajwa kuwa chachu ya wafanyabiashara ndogo ndogo, lakini pia wajasiriamali wengine wakiwemo waendesha bodaboda. Lakini baadhi ya maeneo yamekuwa na changamoto ya taa kuibiwa, na hiyo inatajwa kuchangia baadhi ya wafanyabiashara kushindwa kufanya biashara zao. Nimepita katika maeneo mbalimbali na kushuhudia kadhia hii, pamoja na kuzungumza na wajasiriamali ambao ndio wanufaika wakubwa wa taa hizi za barabarani. Ana Cletus Adventus Kapia ni dereva bodaboda hapa mtaa Sukari. Kwanza ili changamoto ya taa za barabarani kuzima sana sana inaleta shida kwetu sisi tunafanya kazi za uendesha pikipiki. Ni yangu niombe tu watu wanaohusika na hizi taa za barabarani wajitahidi waliokuwa wanazifanyia service. Hata hizi zinazowaka wanazifanyia service, kwa sababu kitu chochote usipofanyia service muda wote kinashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo wajitahidi kuwa wanazifanyia services, zinasaidia na sio kwetu sisi tu, hata wale watembea barabarani kwa miguu. Kuna vibaka, unaona, kuna ile kujikwaa, kama taa inawaka hivi mtu hawezi kujikwaa, mtu hawezi kukabwa, unaona, na ile inarahisisha hata wajasiriamali wadogo wadogo. Unakuta kuna taa inawaka, mtu analeta hata kama anauza karanga, mayai, matunda anaweka, watu wanashawishika kuja kwa sababu tayari anaonekana yuko kwenye mwanga. Kweli hizi taa zinatupa ujasiri wa kutembea usiku. Tunatembea kwa kujiamini, lakini kama kunakuwa hamna mwanga, tunakuwa tunaogopa hata kuvamiwa na majambazi njiani. Kwa kweli kama ushauri wangu, tunaomba hizi taa, kuna sehemu betri yameibiwa, tunaomba muweze kurekebisha. Maana tunakuwa tunaogopa kutembea usiku kwa sababu mwanga hamna. Hizi taa zinawasaidia wajasiriamali wadogo wadogo wanaofanya biashara. Kwa mfano wanaouza mahindi, wanaouza ndizi, zinawapa sapoti kubwa sana. Nilikuwa naomba muweze kurekebisha pale palipoharibika. Sikuishia hapo. Nilizungumza na mjasiriamali wa vyuma chakavu ambaye amefanya kazi hiyo kwa zaidi ya miaka 30. Amefunguka namna ambavyo amekuwa makini na kupokea vyuma kutoka kwa wauzaji mbalimbali kutokana na mafunzo aliyoyapata. Ni aina gani ya vyuma hapaswi kununua. Kwa majina naitwa Amos Bijampola. Napatikana hapa Ndara. Na ni mtaa wa viwanda, lakini makazi yangu ni Ndara, Masekelo. Mimi nafanya kazi ya chuma chakavu kwa muda mrefu zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo naijua vizuri mno, na wengine wanaofanya biashara hii wengi wao nimewafundisha mimi. Kinachonisaidia ni uzoefu wangu, na siku moja miaka iliyopita polisi walishawahi kutuita wakatuonyesha vitu ambavyo hatutakiwi tununue. Kwa hiyo nikazingatia kuanzia hapo. Kwa kweli mimi nikiviona hata niko tayari hata kuwajulisha polisi. Na kwa kweli kama nilivyosema awali, naweza nikawasana na vyombo vya serikali ukakamatwa. Na mimi nahisi kwa sababu watu wengi wapo tunaonunua vyuma asilimia kubwa tunajuana. Nafikiri watu wanaweza wakawa wanatoka nje ya mkoa, wanakuja wanalala magesti, wanafanya biashara usiku, wanaondoka. Kwa sababu hapa karibu asilimia wote tunajuana. Baada ya kusikiliza wajasiriamali, nilizifuata mamlaka zinazohusika na usimamizi wa taa hizo, ikiwemo wakala wa barabara nchini TANROADS na wakala wa barabara mjini na vijijini TARURA, ambao wanahusika na kusimamia barabara ndani ya mji wa Shinyanga, huku TANROADS wakisimamia barabara kuu ya Mwanza Shinyanga, ambapo takriban zaidi ya taa 100 zimeweza kuibiwa betri zake na kuisababishia hasara mamlaka. Wizi wa taa unaturudisha nyuma sana, lakini unafanyika sana maeneo hasa ya mjini. Na kwa barabara hii kubwa unafanyika Shinyanga. Kwenye barabara hii inayotoka kuanzia Kizumbi mpaka Bugweto ndio maeneo tuliyoweka taa. Na barabara ya Shinyanga Odi Shinyanga tumeweka taa mpaka kutoka hapa mjini mpaka Bushushu. Kwa hiyo barabara hizi zote mbili, uharibifu na wizi wa betri, hasa wizi wa betri, ndio janga kubwa. Hatuelewi wanafanyia nini, lakini
wimbi la kuiba betri limekuwa kubwa sana. Kwa kuona hili tuliamua kama ofisi kwamba wakati wa kurudishia turudishie integrated, zile ambazo taa ina betri kwa ndani ambayo haionekani. Kwa hiyo tulirudishia taa 142 mwaka jana. Swala hili la kurudisha taa 142, tungeweza kuzifunga hizo taa 142 kwa kuongeza umbali, pengine tungesogeza kuelekea Jambo na huku tukawa tunaelekea Neregani, lakini badala ya kwenda mbele tunarudi nyuma. Tunarudishia mle ambamo tayari tulikuwa tumeshafanya kazi. Sisi hapa mjini Shinyanga tumefunga taa zaidi ya 560 kwenye barabara mbalimbali, na tumefanya tathmini taa kama 200 haziwaki, betri zake zimekufa. Baada ya kufanya tathmini tumeweka kwenye mpango wa bajeti ambayo tunatarajia itatekelezwa kuanzia Julai, yani 26-27, kwamba taa zote mbovu ambazo shida kubwa ni betri. Kwa sababu tushafanya tathmini, ni betri zimekufa. Na hizi betri gharama yake ni kubwa, betri moja inagharimu zaidi ya shilingi 500,000. Kwa hiyo tumefanya tathmini, tumeweka zaidi ya shilingi milioni 120 kufanya ukarabati wa taa hizo. Kwa hiyo tunategemea kwa mwaka wa fedha ambao kazi zake zitatangazwa soon, mwezi Juni, kwamba tutatangaza kazi ikiwa pamoja na ukarabati wa hizo taa, na hizo taa zitakarabatiwa. Kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Flora Masalu na hii ni Global TV. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.